Nawakaribisha nyote siku ya leo tukiwa Rehoboth Harvest Ministry. Na leo ni Jumapili njema ambayo Mungu wetu ametupa, na neno lake lililo hai ndilo tunaenda kuliangalia kwa wakati huu. Tusikie ujumbe wa Bwana ambavyo anataka tufanye kwa wakati huu ambapo umefika. Na tumeweza kusikia neno la Mungu katika ushuhuda ya kwamba tujitayarishe na tuwe tayari wakati wote, na Yesu atarudi kulichukua kanisa lake. Kwa hivyo wapenzi, ni jambo la maana sana kujua ya kwamba wakati mnaenenda katika roho, mambo ya roho huenda pamoja. Kwa sababu asubuhi njema Mungu amenipa ujumbe huo ambao ni tofauti kidogo, lakini ni huo tu wa kujitayarisha kwa sababu ya kuja kwa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, wakati huu nataka kuguzia ya kwamba muwe waangalifu. Ujumbe ni muweni waangalifu, be careful, kwa sababu dunia tunamoishi mambo ni mazito sana, watu wanafanya mambo ya ajabu, na kwa hivyo Bwana anatuuliza tuwe waangalifu katika dunia hii kwa yale mambo tunayofanya. Ningeomba ya kwamba mjue ya kwamba hiyo ni kweli na ni kabisa ya kwamba Yesu anarudi. Kwa hivyo tuangalie neno katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1. Tutaanza pale mstari wa 9. Kwa hivyo tukisoma hapo mstari wa 9 mpaka hapo 11, tunaona akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Hilo ndilo neno. Baba, bariki neno lako kwa siku ya leo. Bwana, wacha ufunuo huu Baba, ya kwamba Yesu ni kweli alienda mbinguni. Na hapo tunaona katika kitabu cha Mitume ni siku za mwisho za kumalizia. Yesu baada ya kukaa siku zile 40 duniani, baada ya kufufuka, alikuwa anaongea na watu wake. Zaidi ya watu 500 walimuona na wengine wengi. Kwa hivyo ni kweli Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka. Lakini sasa tunaona ya kwamba walienda mpaka mlima wa Bethany, na walipofika pale mlimani, Yesu akiwa na wafuasi wake wote na wale wote waliokuwa pamoja naye, walikuwa wanatarajia ya kwamba serikali ataifunua ingine, aondoe utawala wa Warumi. Lakini baadaye Yesu walipomuuliza, ni lini utafunua ufalme huu wa mbinguni tuwe tunatawala mahali hapa? Yesu akawaambia yeye atakuja, kwa sababu sio kuja kufungua huo ufalme, lakini yeye ametuachia ufalme wa mbinguni. Nataka muangalie muone ya kwamba hapo mstari wa 8 alituambia ya kwamba nguvu tutakazopokea baada ya kupokea Roho Mtakatifu, na hapo ndipo alipopaa. Kwa hivyo aliondoka ulimwenguni akapaa kwenda mbinguni, na wakati alipaa pamoja na mwili wake, watu walipigwa na butwaa pale wakimwangalia, kwa sababu vile walivyotarajia sivyo walivyoona. Kwa sababu pale mlimani walifikiri atawahubiria kama vile amekuwa akiwahubiria kila wakati, lakini tunaambiwa ya kwamba alipaa mbinguni akaenda, na alipoenda basi wakaangalia tu, wakaona tayari ameenda na ameweza kunyakuliwa na wakati alipotea pale na malaika wawili ambao walikuwa wamesimama pamoja nao pale wakiwa wamekaza macho kule juu mbinguni. Kwa hivyo hao malaika wakawaambia, mbona mnakaa namna hii hapa? Mbona mnaangalia Paulo na huyu ameshaenda mbinguni? Kwa hivyo wakamuuliza, enyi watu wa Galilaya, enyi mbona mumesimama mkitazama mbinguni? Yaani nyinyi mnasimama mkitazama mbinguni.
walitaka kuwauliza, ni nini mnachoangalia? Hamjui Mwokozi ilikuwa ni lazima arudi kwao kule alikotoka mbinguni, arudi kwenye kiti chake cha enzi. Basi ndipo waliambiwa na hao malaika, jinsi ambavyo mumeona akienda, hivyo hivyo ndivyo atakavyorudi. Haleluya! Hivyo hivyo ndivyo atakavyorudi. Kwa hivyo wapenzi, Yesu alienda mbinguni, na wakati Yesu alienda mbinguni, tunataraji katika imani, katika mambo tunayofunzwa katika neno lake, katika mambo tunayoendelea ya kumtafuta Mungu, tunajua tukiwa na tumaini ya kwamba siku moja atarudi. Na kwanza aliwacha ujumbe akasema ya kwamba katika Yohana 14 ya kwamba msifadhaike, kwa sababu anaenda kutuandalia makao. Na hivyo ndivyo alivyoenda kutuandalia makao. Na wakati alipoenda alituambia ya kwamba sisi tukae tayari, na tuwe tayari wakati wowote, na tusiogope. Na ujumbe wa leo unatuambia ya kwamba ninyi muwe waangalifu, kwa sababu katika dunia hii tulio, kuna majaribu mengi, kuna mambo mengi ambayo yanatuvuta, yanaweza kuondoa imani yetu katika Kristo, ambaye tumeona kwa kweli alienda mbinguni, na malaika wakashuhudia, wakasema jinsi hiyo alivyokwenda, hivyo hivyo ndivyo atakavyorudi. Na wapenzi, angalia pale, tunaana ya jina Galilaya, watu wanaozunguka katika wilderness. Haleluya! Kwa hivyo sisi tukiwa bado tunazunguka katika dunia hii, Yesu atarudi tu. Haleluya! Tutazunguka, tutaona mambo mengi, tutajaribiwa, tutafanywa kila jambo, wengine watateswa, wengine watakufa kwa imani, lakini bora tujue na imani yetu isimame imara, kwa sababu malaika walituthibitishia ya kwamba hivyo hivyo alivyoenda ndivyo atakavyorudi. Kwa hivyo ile kitu ya muhimu ni kwamba hatujui siku atakayorudi, hatujui siku hiyo, kwa sababu yeye hakutuambia atarudi lini. Na wakati alikuwa pale, jambo alilotuambia la mwisho, alituambia ya kwamba ati baada sisi kujiliwa na Roho Mtakatifu tutapokea nguvu, na tutakuwa washuhuda wake katika Yerusalemu, katika Yuda, na katika Samaria, na katika pembe zote za ulimwengu. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa ujumbe wake wa mwisho. Kwa hivyo akatuambia tuendelee kuhubiri Injili, tuendelee kuambia watu ya kwamba Bwana anarudi. Hakunena jambo lingine, hakuongeza maneno mengine. Kwa hivyo hatutakiwi kuongeza mengine. Ile ambayo alinena ni sisi tulichungulia, waliokuwepo pale wakaona ya kwamba ameenda. Haleluya! Na akanyakuliwa katika wingu ambako alienda kuwa na Baba. Kwa hivyo wapenzi, na ushuhuda ukatokea, wawili wakasimama pale, kwa sababu ushuhuda wa mtu mmoja hauwezi kuwa imara, lakini wakiwa wawili, hapo ushuhuda unasimama. Kwa hivyo wapenzi, malaika wawili walisimama pale, wakasema, nyinyi mbona mnaangalia mbinguni? Mbona mnaangalia? Hiyo ni kutuambia ya kwamba hamutaona hivyo mnafikiria sahihi akirudi, lakini wakadhibiti ya kwamba yeye jinsi ambavyo ameenda ndivyo atakavyoshuka na kurudi hapa akiwa mawinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapenzi, siri ni kubwa hapa, ati ya kwamba sisi wa Galilaya, sisi watu wa kuzunguka, sisi watu wa ulimwengu, sisi ambao tunaendelea kuishi wakati huu, sisi tutakuwa na majaribu mengi, sisi tutajaribiwa. Na je, tutakuwa tunafanya nini wakati tunamngojea Yesu arudi? Wakati tunakaa katika imani, fungua Biblia yako katika Injili ya Mathayo, Mathayo 24 kuanzia mstari hapo ambapo tutaanza kusoma pale katika mstari wa 36, alafu tuone Yesu anasema atakuja namna gani. Kwa hivyo wapenzi, kaeni mkijua ya kwamba hii si maneno ya mzaha, hii si maneno ya kuchezea, hii si injili ambayo watu wanapita naye barabarani na kusema. Lakini sasa Yesu alienda, na tukadhibitishiwa na malaika wa mbinguni ya kwamba jinsi alivyoenda hivyo hivyo ndivyo atakavyorudi. Kwa hivyo wapenzi, hiyo ni kutuambia ya kwamba tukae tayari kila wakati, kwa sababu hatujui siku atakaporudi. Tuangalie maandiko katika Injili hii ya Mathayo 24 kuanzia mstari wa 36 hapo. Lakini kuhusu siku ile na saa ile hakuna ajuae,
hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile alivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kitakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Haleluya! Neno linatuambia ya kwamba siku ya kurudi Yesu, kwa hivyo tumethibitishiwa katika Mathayo ya kwamba atarudi. Lakini siri ni hii, hakuna anayejua siku ya kurudi kwa mwana. Hata malaika walio mbinguni hawajui, hata Yesu mwana mwenyewe hajui. Lakini siri hiyo imefichwa katika Baba. Kwa hivyo Baba peke yake ndio anajua siku ile atamwambia mwana, sasa teremka mwanangu, uende ukachukue mkeo kule duniani. Kwa hivyo tujitayarishe wapenzi, tuweni tayari tukiwa ni wake wa Kristo, tunayetayarishwa kwa sababu ya wakati huo, kwa sababu sisi ni kanisa ambalo Bwana anatayarisha na anangoja wakati atakuwa tayari, ametayarisha makao yetu, mahali tutakaa pamoja naye, basi atakuja. Lakini neno linatuambia ya kwamba siri hiyo hakuna anayejua, hakuna anayefahamu, lakini Baba peke yake ndiye anayejua, kwa sababu hata Yesu hajui siku ya kurudi kwake. Yesu kama vile alitumwa kwa Maria siku ile ili aje mjamzito, hakujua anatumwa hapa. Aliambiwa tu nenda ukawakomboe watu kutoka katika dhambi, na sasa akaambiwa rudi, akachukuliwa mbinguni kama vile tunaona katika Matendo. Na jinsi hiyo hiyo aliyoenda, sasa tunaambiwa atarudi, lakini siri ni Baba peke yake anayeijua. Lakini tunaambiwa nini? Tutakuwa katika hali gani? Hadi tutakuwa kama siku za Nuhu tu, tutakuwa kama siku za Nuhu, wakati ambapo ndivyo kutakavyokuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu waliokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hadi siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. Kwa hivyo mambo itakuwa inaendelea. Siku hizi mnaona watu wanaendelea kuoana, waume kwa waume, wake kwa wake, waume kwa wake, mambo yote mchanganyiko. Tumekuwa watu wa mchanganyiko, lakini kati ya huo mchanganyiko kuna watu wa Mungu, kuna watu wanatenda mapenzi ya Mungu. Ati kama ilivyokuwa siku ya Nuhu kabla ya safina, watu walioana, watu waliingia katika ulevi, watu walikunywa pombe za kila aina, chang'aa, watu walienda vilabuni, watu walijifurahisha kwa mambo ya tafrija na tiki mbalimbali, watu walienda katika raha zao, waliendesha magari yao, walienda makazini mwao, walifungua mabiashara. Mambo itakuwa inaendelea kama kawaida. Hakuna kitu kitakachotuonyesha ya kwamba Yesu karibu kuja. Watu watakuwa wanafanya hivyo mpaka wakati ambapo Biblia inatuambia ya kwamba mwana wa Adamu ndipo atafunuliwa. Angalia hapa, haiambiwi mwana wa Mungu, inaambiwa mwana wa Adamu atakuja. Ni kusema nini? Hiyo ni kusema Yesu atarudi kama mwanadamu, atarudi akiwa na mwili, atarudi akiwa uzao wa Adamu. Yaani kila mmoja wetu tutamuona, kila mmoja wetu atamuona akija, jinsi ambavyo alivyoenda, amevaa nguo zile zile wakati alienda, ili tumutambue, ili tumjue ndio huyu mwana wa Mungu amerudi. Kwa hivyo usitaraji ya kwamba ati atakuja na mambo mengine ya ajabu ajabu, atakuja na nini, mandevu na nini na nini. Hapana, sio hivyo. Yesu alivyokuwa, watu walivyomuona, watu wanavyompokea, atarudi hivyo hivyo, kurudi hapa akiwa mwana wa Adamu, akiwa katika mwili, kwa sababu akirudi, watu wakirudi katika roho, watu hawatamuona, watu hawataona roho, lakini lazima atakuwa na mwili ili kila mtu aweze kumuona. Haleluya! Kwa hivyo atarudi akiwa kama mwana wa Adamu. Kwa hivyo wapenzi, hata wakuta wengine ndio wako busy, wengine ndio wako huko. Angalia, wengine watakuwa malodging, wengine watakuwa boarding and lodging, wakifanya madhambi zao. Wengine watakuwa katika hali mbaya, wengine watakuwa katika mambo ya kusengenya, wengine watakuwa ni wezi, wanaenda kuiba. Pengine atakuja usiku na anasema atakuja kama mwivi. Kwa hivyo wapenzi, watu watakuwa na mambo tofauti. Hebu jifikirie mpenzi, wao utakuwa mahali gani? Wao utakuwa nafanya nini? Siku Yesu atafunuliwa, wewe utakuwa wapi na utakuwa mahali gani? Na atakukuta ukiwa hali gani? Mpaka Nuhu alipoingia katika safina, tofauti. Wakati safina iliingiliwa, watu waliona utofauti na mlango ukafungwa,
na malaika wa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia nini? Wakati Yesu atafunuliwa, watu ndio watakapoamini. Wakati Yesu atarudi, aone waokovu wameanza kwenda mbinguni, kila mmoja anaitwa, anaamuka na kwenda, anawacha nguo zake hapo. Wengine watakuwa kanisani, wengine watakuwa wanafanya nini? Angalia, kwa kama vile siku zilizokuwa za gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioana na kuolewa. Hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo watakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hivyo watu watashikwa na mambo ya ajabu wakati kanisa, kama vile gharika ilikuja mara moja. Wale walioingia katika gharika safina ndio waliokoka peke yao. Hawa wengine walijaribu kukimbia, wakiambia Nuhu, fungua mlango, Nuhu tufungulie, Nuhu fanya hivi, Nuhu mimi ni anko yako, mimi nilikuwa wa familia yenu, mimi nilikuwa wa karibu. Lakini Nuhu akawaambia, Bwana ameenda na funguo na amefunga mlango. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku hiyo ya mwisho. Wakati ule watu wawili watakuwako shambani, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Watu wawili wataenda shambani, pengine ni mtu na mke wake, watakuwa shambani. Pengine ni wafanyikazi, pengine ni wewe na mimi, tutakuwa shambani. Na hiyo ni kusema wengine watakuwa kazini. Mkiwa kazini mahali unafanya, mtakuwa wawili ama na zaidi. Na wengine watakuwa ndani ya gari, wanaendesha gari yao. Wengine watakuwa kanisani, tuko kule kwenye kusali. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba mmoja atatwaliwa. Kati ya hao wengine watachukuliwa na wengine watabaki. Je, ni wewe utachukuliwa? Ni wewe utakayebaki? Jiulize ndugu yangu, jiulize dada yangu, kwa sababu safari imeendwa sana, usiku unaendelea sana. Kwa hivyo wakati huu karibu nuru iangaze, karibu nuru iangaze. Wewe utakuwa namna gani? Wewe utakuwa wapi? Ni wewe utakayeachwa? Ni wewe utakayeenda? Ni wakati wa kujiuliza. Na naangalia ya kwamba, nawaambia muwe waangalifu sana. Wakati unafanya jambo lolote, kwa dakika yoyote, uwe waangalifu, kwa sababu haujui ni dakika gani anakuja. Haujui kuja ati ya kukuta ukiwa nyumbani, wakati unaamka unaenda bafu, akwambia nimekuja kukuchukua. Hapana, hata kuwa mlangoni yako kugonga kuambia fungua tuwe na wewe, tu umeshapita. Kama haukukubali wakati safina linatengenezwa, kama watu walivyofanya, hata wakati Yesu anafunuliwa, wewe utakuta ukifanya mambo yako. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia siku ya leo, mmoja ataenda, mwingine ataachwa. Huo utakuwa ni kunyakuliwa tu. Wale walio watakatifu peke yao ndio watakaochukuliwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Wanawake wawili, hiyo ni kama kusema makanisa mawili yatakuwa pale yanaendelea na kazi Bwana kutengeneza roho za watu. Lakini kanisa moja litakuwa linafunza mambo yasiyo ya haki, na lingine litakuwa linafunza mambo ambayo ni ya haki. Kanisa la haki litakwenda na kanisa hilo lingine la dini litabaki duniani. Wapenzi, mwanamke mmoja hata akisaga meno. Kwa hivyo wapenzi, jiulize unaendaga wapi? Jiulize wewe ni kanisa gani la Kristo? Jiulize wewe umesimama upande gani wa Kristo? Kesheni basi mkeshe mkiomba, kama vile ambavyo tunaenda kuanza maombi. Kesheni basi. Kwa hivyo wapenzi, neno la Bwana linatuambia ili mambo haya yatukute tukiwa tayari, kwa sababu Yesu anarudi. Yesu anarudi. Sijui unafikiria nini? Umekuwa msomi sana, umekuwa mtu unafanya utafiti wako ajabu, umesoma katika maandiko na akili zako nyingi zimekuondoa katika imani. Ninakuambia siku ya leo Yesu anarudi. Hata sisi wasomi tumegundua ya kwamba kuna nguvu zaidi ya masomo, kuna siri zaidi ya masomo, kuna hii siri ya nguvu imefichwa, watu ambao wanafikiri wanajua. Basi tunaambiwa kesheni basi. Kesheni, maana ya kukesha ni kuwa tayari, ni kuwa watu wa maombi, ni kuwa watu wa Bwana. Omba sasa, omba jioni, usiku ukiamka ujisikie omba. Anza kumuita Bwana ukiwa garini mwako,
zoea kumuita Bwana, kwa sababu madamu anakuja, na kama ilivyokuwa siku ya Nuhu, hata sasa itakuwa hivyo, kwa sababu siku hizi watu wamekuwa ni watu wa kufanya vile wanataka. Wanasema wawane, wamebadilisha kanuni za Mungu, wameondoa amri za Mungu kuweka yale yanawapendeza hawa. Usibadilishe. Neno la Mungu linasema usitoe hata sehemu moja ya neno la Mungu, ikae namna ile lilivyoandikwa. Kwa hivyo usiandike ama kusema mambo ya kujipendekeza. Basi kesheni mkiomba. Ombeni usiku, ombeni mchana, ombeni jioni. Kesha, ingizeni katika kesha, hata kama hamwendi kesha kanisani mwenu, kwa sababu ya mambo mabaya yametoka katika nchi mbalimbali. Watu kuuana, watu kwenda na kutenda maovu kwa wanawake na watoto. Hata nyumbani kwako unaweza kukesha ukimuita Bwana, ukijitayarisha roho yako, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kwa hivyo hatujui wapenzi, hatujui kabisa. Wakati mwingine naingiwa na huzuni, wakati mwingine ninaangalia hata vile miaka inaenda, zima siku nimeona, nimegojea muda mrefu, nimegoja miaka mingi, zaidi ya miaka na 70 hiyo, na wewe umegoja miaka yako, na Yesu tunaambiwa atakuja. Lakini siri moja nimejua, nikiingia katika madaftari na neno la Mungu kwa ndani, ya kwamba Yesu anakuja. Yesu anakuja wakati mwafaka. Yesu anakuja wakati ufaao. Kwa hivyo wapenzi, tukeshe tukiomba, tukeshe tukiomba, kwa sababu hapo ndipo Bwana wetu atakapokuja. Hakuna anayejua, lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ule wakati mwizi atakaokuja, angelikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia, wakati utajua nyumba yako itavunjwa, hauwezi enda kazini. Utatayarisha na uvunje na ufunge na vifunguo vingi ama kifuria nguvu, lakini pengine hata ungebaki nyumbani ungoje huyo mwizi. Lakini nakuambia nini? Hatutajua ati tutayarishe hivyo. Hapana, hatutajitayarisha, kwa sababu Yesu akija katika nyumba hii, sisi ndiyo nyumba. Sisi ndiyo nyumba. Hata tukiifunga namna gani, Yesu atakuja tu, kwa sababu Yesu anasema atakuja kama mwivi. Na akija katika nyumba hii ambaye ametupa, ambaye ni hekalu yake takatifu, yeye atakuja na kuifungua, na kile atakachokuta ndani, akikuta ni dhambi, yeye atakuacha hapa. Akikuta utakatifu, yeye atakunyakua na mwende na yeye mbinguni. Wapenzi, nawaambia siku ya leo, wapenzi, nawaambia siku ya leo, kesheni mkiomba, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa mnayotazamia mwana wa Adamu yuaja. Kwa hivyo wapenzi, atakuja saa msiyotazamia, saa msiyotazamia, wakati ambapo hamtarajii, wakati ambapo mnadhani wakati huu pengine Yesu atakuja mwaka ujao, kama vile tunakaa tukisema, oh, leo ni birthday yangu, leo ni birthday ya nani, mwezi ujao tutakuwa na birthday. Ingawaje tutakuwa tumepanga mipango ya aina gani, ingawaje tutakuwa tunaenda Marekani ama tunaenda Afrika, mahali unayotayarisha kwenda, yeye atakuja siku hiyo haujatarajia. Tayari kabisa, tayarisha roho yako. Sitaki kukuweka uoga, lakini siri ni moja, Yesu anakuja. Upende usipende, Yesu anakuja. Sijui atakuta hali gani, sijui atakuta umekaaje, sijui atakuta roho yako iko namna gani, sijui utakuwa mtu wa kiburi. Kuweni watu wa kushuka, kuweni watu wa upendo, kuweni watu wa kuwainua wengine wakati ambapo kuna shida, wakati ambapo kuna matatizo. Kuweni watu wa kusaidiana, ya kumfuata yule mwovu shetani. Acheni mambo ya kuingia katika utumwa na kusahau nyinyi ni wana wa Mungu aliye hai. Acheni mambo ya kupotea siku hizi za kumalizia. Kumbuka wakati huo Yesu anaporudi, hatutakuwa wote tumefika miaka hiyo, hatutakuwa yote. Atakuwa wengine wakiwa siku moja, wengine watakutwa tumboni za mama zao, wengine watakutwa wana miezi 2, wengine wana miaka 10.
wengine ni vijana barubaru, wengine miaka 30, wengine 40, wengine 90, hata na 100. Yeye atakuja, kila mtu miaka yake, na hiyo haitamzuia kuja. Atakuja na kuchukua kilicho kitakatifu, atachukua kilicho safi, atachukua kilicho tayari, atachukua kilichokuwa kiangalifu yako. Angalia mahali unaishi, angalia mahali unatenda kazi. Wengine hata hawataki kusikia neno la Mungu, wengine hata hawajui Yesu ni nani, wengine hata hawataki kujua. Haijalishi wapenzi, haijalishi wapenzi, Yesu akija haji kwa watakatifu peke yake, atakuja kwa dunia nzima. Dunia nzima atachukua wateule peke yake. Wengine duniani hata hizo munaita 700,000 700,000 ama wangapi, Yesu atawacha wote wakikulana hapa kama mafisi na kusaga meno. Wote wataachwa, wote wasiomjua Bwana, wote wasiokaa upande wa Mungu, wote wataachwa dunia hii. Na wakati Yesu atakaporudi kulichukua kanisa lake takatifu, kuchukua wateule wake, wapenzi, mnajua itatendeka nini? Mpinga Kristo ambaye tayari amefunuliwa katika, hawezi funuliwa sasa, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi, ameshikilia kanisa. Wakati Roho Mtakatifu ataondolewa, Yesu akija, Roho Mtakatifu naye atarudi na Baba, atarudi na Mwana kule juu mbinguni, maana ni kanisa atarudi nalo kulirudisha kwa Bwana. Kwa hivyo dunia itawachwa tupu, watu watawachwa tupu, watu watawachwa akilia. Angalia, mtu atakuwa na mkewe, mke wake aende, yeye amesimama peke yake, amepigwa na butwa, kanisa limenyakuliwa, watu wameenda, kwa sababu huyu mchungaji alikuwa pengine ni kahaba, alikuwa pengine ni mkora, alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mfisadi. Hataenda, jina halitakupeleka mbinguni, jina halitakupeleka mbali, ni utakatifu. Maaskofu watawachwa, wale mnawaona wa nguvu, watu wanaonekana duniani wana nguvu, wengi watabaki, marais watabaki, wale walio wabaya. Watu waaminifu peke yake mbele ya Bwana, wanaotenda mapenzi ya Bwana. Hata watoto unaowapenda, watoto wasiosikia neno la Mungu, wataenda, watawachwa, na wewe utaenda mbinguni. Wataona tu nguo zako zimeanguka pale. Haleluya! Hatutaenda na nguo, hatutaenda na masuti, hatutaenda na hizo nguo zetu, hata hizo mnaita za ndani, masindilia na zingine zitaanguka. Kila kitu itaanguka. Roho mtaenda mbinguni, tutabadilishwa tufanane na wewe. Basi wapenzi, siku hiyo inakuja, siku hiyo inakuja. Yesu mwenyewe akasema kabla ya siku yake kufika, akatuambia siku ya kumalizia akienda mbinguni, malaika wakasema hivyo hivyo alivyoenda ndivyo atakavyorudi. Wapenzi, atakuja kama mwizi. Wewe utakuwa wapi? Wewe utakuwa wapi? Kama siku za Nuhu, mambo itakuwa inaendelea, watu watakuwa wanasafiri, watu wengine wawili ambalo ni pilot wawili ambalo wanaendesha ndege, mmoja mwokovu, mwingine kafiri. Kwa hivyo wapenzi, ili wakati kanisa litanyakuliwa, hata dunia inajua, mmoja atabaki akiendesha wale wahaini kama yeye, awapeleke mahali pa duniani, kwa mahali watafika kiwanja, lakini watakatifu watanyakuliwa. Lakini kumbuka wapenzi, barabara zitakuwaje? Barabara, angalia kama sasa wakati wa sino, magari yatagonga sino, magari yatagongana kwa sababu ya watakatifu watatoka magari zao, wataenda na gari litawachwa mbele likiendelea. Polisi kutakuwa ni makelele tu, watu wakipeleka ripoti, fulani yetu nimekosa, mtoto alienda shule hakurudi, pengine itakuwa ni siku ya shule, mtoto hajarudi, naye ripoti polisi, nao watakuwa napiga kelele, wangu hawajarudi, hata wewe kwenda. Wengine wataanza kupigana bunduki pale kwa sababu ya makelele. Dunia itakuwa ni sarakasi, mambo yatakuwa mabaya, sitima zitajomeka zenyewe kwa sababu wengine wako control watakuwa wameondoka, na mambo itajikontrol yenyewe. Mambo yatakuwa machafuko katika ulimwengu kwa sababu shetani anakuja na mamlaka hiyo ya kuharibu dunia. Kwa hivyo wapenzi, nawaambia siku ya leo fike. Wathesalonika wa kwanza 4, tunaambiwa namna gani? Tunaambiwa sisi ambao tutakuwa hai. Kumbuka wakati Yesu anarudi,
Kuna wengine tayari washaenda, mama zetu walienda, baba zetu walienda, wake zetu waliotutangulia, watoto wetu waliokufa mbele yetu, wote watakuwa wamefika kule na watakuwa na Yesu katika utawala ule wa kule angani. Kwa hivyo wapenzi, wakati Yesu anarudi, wale watakuwa pale, na Biblia inasema sisi tulio chini tutabadilishwa, tutabadilishwa, tuache nguo hizi, tuache mili hii, tuungane naye angani. Kwa hivyo wapenzi, mwana kondoo anapokuja, ni sisi tutamuona na tutamsikia jinsi alivyoshuka, jinsi alivyopaa, jinsi alivyoenda mawinguni, tutamuona hivyo hivyo akija. Lakini hata kanyaga, tutamuona tu, tumuangalie namna hii, mewani yetu yane nao kule juu angani, tutaangaliana. Hautajua kama mke wako amekuja, kwa sababu kule juu mbinguni hakuna kuolewa na kuoana, wote tutakuwa ni mke wa Kristo. Kwa hivyo wapenzi, ni siku yetu kujitayarisha, ni siku yetu kuwa waangalifu, ni siku yetu kuangalia maneno, kwa sababu wakati huu tunapokaa katika nchi kama hizi ambazo zina raha za kila namna, huenda tukasahau ati Bwana anarudi. Lakini siku ya leo nawathibitishia ya kwamba mukae mkikesha, mukae mkiomba, mukae mkimuita Bwana, kwa sababu maadamu anakuja, na hata kosa kuja kwa sababu yako, kwa sababu hauko tayari. Hapana, siku yake ya kuja ikija, akiambiwa na Baba ni leo, yeye ni kushuka tu, atakuja na kuita wake walio watakatifu, nasi tutabadilishwa, tutafanana na yeye. Wale wa dunia watabaki wakikulana na kusaga meno, watafungiwa huko nje kama maumbwa, watakaa huko wakisema wuu na kukulana na kila moja. Wapenzi, siku ya leo nawaambia, kaeni tayari, kaeni mkikesha, kaeni mkiomba, kaeni mkimuita Bwana, sababu siku hiyo haiko mbali sana. Siku hiyo imekaribia kuliko vile tulivyokuwa tunaingojea. Sasa imekaribia zaidi kuliko wakati tulipozaliwa. Kwa hivyo wapenzi, tukae tukikesha, tukae tukimuita Bwana, tukae tukikaa tukisema, Bwana tuko hapa, wewe mwanadamu utakapokuja kwa njia hiyo, sisi tutakuwa tayari. Sikizeni injili ya Bwana, sikizeni mahali Bwana ananena, sikizeni mahali manabii wanaongea, kusikizeni wakati walimu wanafunza neno hili. Kumbukeni wainjilisti nyakati hizi, kumbukeni mapasta wakati huu, wale wanaonena hili neno kwa ukweli na Roho wa Mungu. Kumbukeni ya kwamba siku hiyo haitangojea, siku hiyo haingojei, kwa sababu Bwana akisema ni siku hii, yeye habadiliki. Mwanadamu hubadilika, lakini Bwana habadiliki. Kwa hivyo wapenzi, acheni tukeshe tukiomba, kaeni mkijua ya kwamba dunia hii sisi ni wageni, ni muda mfupi tu tuliopo, na baadaye Baba anakuja kutuchukua atupeleke juu mbinguni. Mungu wa rehema wabariki. Tayarisheni roho zenu mkijua ya kwamba yeye hata kuja kuheshimu na muambia goja, yeye hata ngoja, atachukua wake, kwa sababu atasikia wewe utasikia sauti ya Bwana. Wewe hata leo wewe usikia sauti ya Bwana, wewe utenda mapenzi ya Bwana. Tunakaa kwa kujitayarisha, tunakaa tukiwa tayari, kwa sababu siku hiyo ikija, tunataka twende tukakae katika makao aliyoenda kututayarishia. Hebu tuombe wapenzi. Stop recording.